Wekundu na Msimbazi Simba watakapoteremka dimbani kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi huu kucheza dhidi ya Petro di Luanda ya Angola katika mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wao Simba wakiwa kwenye kundi D. Mwamuzi atakayekuwa kati kuchezesha mechi hiyo ni raia wa Congo Brazzaville, Messi Jesse Oved Nkunku Mvutu. Messi Jesse Oved Nkunku Mvutu, kwa kifupi unaweza kumtambulisha kama Messi Nkunku. Huyu ndiye atakayekuwa katikati pale kupuliza kipenga, akiwa ndiye mwamuzi wa kati. Ni katika mechi ambayo wasaidizi wake wote pamoja na fourth official wanatoka nchini Congo Brazzaville, anakotoka yeye mwamuzi wa kati, ambao ni nane. Kuna Moland Yanes, ni miongoni mwa wale watakokuwa wakimsaidia katika maamuzi yake, lakini yupo pia Mapongulu Glover, atakuwa ni miongoni mwa wanaomsaidia, lakini fourth official akiwa ni Nguyene Jean Pierre. Hawa ndio waamuzi watakaochezesha mchezo huu muhimu kwa ajili ya kuona namna gani Wekundu na Msimbazi Simba na wapinzani wao Petro Atletico ya Angola wanaanza kutupa karata yao ya kwanza kwenye kundi lao la D, ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi. Sasa mwamuzi huyu amezaliwa Disemba 31 mwaka 1986 kule kwao nchini Congo Brazzaville. Yeye ameanza kuchezesha mpira wa miguu rasmi mwaka 2012, ndipo alipoanza karia yake ya uamuzi. Lakini kwenye michuano ya kimataifa, hususan michuano ile inayosimamiwa na CAF, kwa maana michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho, michuano ya AFCON, michuano ya kuania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia, kwa ujumla ameshachezesha mechi 25, ambapo kati ya hizi ametoa kadi za njano, sema yellow cards 85, halafu kadi nyekundu red cards ametoa 1. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao ndio Simba wanashiriki michuano hii, CAF Champions League, ameshachezesha mechi 7. Katika hizi 7 alizochezesha kwenye ligi ya mabingwa, mechi 5 wenyeji wameshinda, 1 sare, 1 mwenyeji amefungwa, ambaye alikuwa ni AS Bongwidi ya kule nchini Gabon, wakati kicheza dhidi ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu wa 2021-22. TP Mazembe walishinda bao 1-0 ugenini kule Gabon. Lakini wengine wote 5 zimeshinda, wengine kupoteza, ukiondoa huyo mmoja. Kwa sababu hiyo Wekundu na Msimbazi Simba, kama rekodi ya mwamuzi juu ya matokeo ya wenyeji kulinganisha na wageni, basi Simba wana nafasi nzuri zaidi. Lakini mechi nyingine hizo alizochezesha mpaka sasa, kati ya zile mechi 25 ni pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika CAF, tunasema CAF Confederations Cup, mechi 4. Mechi nyingine ni pamoja na AFCON qualifiers, kuania kufuzu kwa finali za AFCON, amechezesha mechi 9. Lakini kuna kuania kufuzu kwa finali za kombe la dunia, amechezesha mechi 5. Ndipo kwa ujumla unaona hapa zinakuja mechi 25 ambazo amechezesha. Na katika mechi 7 alizochezesha katika ligi ya mabingwa barani Afrika, huyu mwamba Messi Nkunku ametoa kadi za njano 25, lakini hakuna kadi nyekundu aliyowahi kuitoa. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo amekuwa makini, mkali kwa matukio ambayo yanakwenda kinyume cha mchezo pale uwanjani. Lakini kwenye kutoa kadi nyekundu ujitakie mwenyewe, yeye ni miongoni mwa waamuzi bora ambao uchezeshaji wao uhakikisha aliyejiandaa vyema ndiye anayepata matokeo mazuri. Lakini kwa siri zinavyoonyesha ya matokeo wenyeji kulinganisha na wageni, Simba wana nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri endapo mwamuzi yale matokeo yatokanayo na mechi 7 za ligi ya mabingwa barani Afrika alizochezesha mbalimbali, wenyeji upata matokeo mazuri zaidi, na Simba wana uwezo wa kufanya hivyo pia dhidi ya Petro Atletico na kujika pazuri katika kundi lao la D, ambalo wengine wanaochuana nao ni pamoja na Stade Malien ya Mali, ni pamoja na Esperance de Tunis ya kule nchini Tunisia. Sasa siku hii kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, yeye ndiye anayetazamiwa kuchezesha
namna atakavyochezesha, ubora wa hali ya juu, maana anatajwa ni miongoni mwa waamuzi vyema katika mpira wa miguu barani Afrika, basi ni matarajio kuona kwamba mshindi atapatikana kulingana na namna mabenchi ya ufundi kwa kila timu yatakavyojiandaa, namna wachezaji wa timu zote watakavyojiandaa kutimiza mipango kazi ya walimu wao, kwa sababu kinyume chake tunajua mwamuzi akiwa hayuko katika siku yake nzuri anaweza kaathiri matokeo. Bila shaka matarajio kwa Tanzania, kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kuona mwamuzi huyu akiwa katika siku bora, na hata pale atakapochemsha basi isiwe kwa madhara kwa wakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kwa msimu wa 2025-26 kwa maana Wekundu wa Msimbazi Simba, bali iwe ni kwa faida ya wenyeji pale tu patakapotokea makosa ya kibinadamu. Vinginevyo meneja Dimitar Pantev na kikosi chake akina Yakub Suleiman, Shomari Kapombe, Anthony Mligo, mabeki wa kati Shamu Karabu, Rushain Derok, lakini viungo wake kina Alassane Maudo Kante, Yusuf Kagoma, Nabi Kamara, viungo ushambuliaji Morris Abraham, Joshua Budo Mutale, Kibu Dennis Prosper, Mohamed Bajabar ambaye amesharejea kikosini yuko fiti kucheza, lakini Eli Mpanzu Kibisawala, pamoja na washambuliaji wake na Jonathan Soa, Steven Desemukwala, Selemani Mwalimu. Matarajio ni kuona wakiwa pia na Jasha Ahua wakiwa kwenye kiwango cha ubora kuhakikisha Simba inaanza vyema katika michuano hii, ili mwisho wa siku katika kundi lake la D iwe miongoni mwa klabu mbili zitakazofuzu kwa hatua robo finali, na hatimaye kwenda mbele zaidi kutimiza mipango yake ya kufika walau nusu finali, ikibidi finali, ikibidi kutoa ubingwa, maana Simba Wekundu wa Msimbazi ni wazoefu kwenye michuano hii tangu msimu wa 2018-19 kila wanaposhiriki katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiondoa msimu wa 2019-2020 pale walipotolewa mapema na UD Songo ya Msumbiji. Misimu mingine yote break ya kwanza Simba huishia hatua ya robo finali. Matarajio ni kuona basi kwenye mipango ya msimu wa 2025-26 Simba ikivuka robo finali na kwenda mbali zaidi chini ya mwamuzi huyu Messi Nkunku. Ni matarajio kwamba atakuwa kwenye kiwango bora cha uchezeshaji na yeye kutokuwa kikwazo kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kutimiza mipango yao katika mechi hii dhidi ya Petro Atletico ya Angola, na hatimaye kupata ushindi kwa hapa furaha Tanzania, kwa hapa furaha Wekundu wa Msimbazi Simba. Je, itakuwa vipi katika mechi hii? Ni swala la kusubiri. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.